Mtazamaji, karibu katika PMTV Habari. Mimi naitwa Jumaidi Bangla. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imekanusha madai ya kupungua kwa nafasi ya kiraia na kuwepo kwa vikwazo dhidi ya vyama vya siasa katika ushiriki mchakato wa kisiasa kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2025, ikisisitiza kuwa madai hayo hayana msingi wowote na ni njia ya kupotosha. Kupitia taarifa rasmi iliyotolewa na Katibu Mkuu wa Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, ambaye pia ni msemaji mkuu wa serikali, Gerson Msigwa, serikali imeweka wazi msimamo wake kwamba haki za msingi za Watanzania, ikiwemo haki ya kuishi, uhuru na usalama wa raia, zimelindwa kikatiba na zitaendelea kuheshimiwa. Nikinukuu, serikali ya Tanzania inatambua na kulinda haki za binadamu. Katiba yetu imewekwa bayana kuwa haki ya kuishi, haki ya uhuru na haki ya usalama ni za msingi na haziwezi kuondolewa kwa mtu yoyote. Ni jambo la kupotosha kudai kuwa nafasi ya kiraia imekandamizwa au kuwa vyama vya siasa vinazuiliwa kushiriki katika mchakato wa kisiasa kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka huu, ilieleza taarifa hiyo. Msigwa amesema serikali imejipanga kuendesha uchaguzi mkuu wa mwaka huu kwa kuzingatia misingi ya demokrasia, utawala bora na kuheshimu utawala wa sheria kama ilivyozoeleka katika historia ya uchaguzi wa Tanzania. Nikinukuu tena, serikali ya Tanzania imedhamiria kuendelea kusimamia misingi ya haki za kibinadamu katika kipindi chote cha maandalizi ya uchaguzi mkuu na hata baada ya uchaguzi huo. Pia tutaendelea kuimarisha misingi ya utawala bora na demokrasia ili kuhakikisha uchaguzi unakuwa wa uhuru, haki na unaokubalika na wadau wote, ilisema taarifa hiyo. Kuhusu taarifa zinazoenea mitandaoni na kwenye ripoti za baadhi ya taasisi za haki za kibinadamu kuwa kumekuwepo na matukio ya utekaji nchini, serikali imesema madai hayo yamekuwa chanzo cha hofu kwa wananchi na hayana ushahidi wa moja kwa moja. Ripoti za utekaji zinazotolewa bila uthibitisho zimekuwa zikileta wasiwasi mkubwa kwa wananchi na kuipaka matope nchi yetu kimataifa. Tunasisitiza kuwa serikali haikubaliani na madai hayo na tunawataka wote wanaotoa taarifa kama hizo kuhakikisha wanawasiliana na mamlaka husika kabla ya kusambaza taarifa ambazo zinaweza kuathiri taswira ya taifa letu, alisema Msigwa. Serikali imetoa wito kwa mashirika yote ya kimataifa na ya ndani yanayoshughulikia masuala ya haki za binadamu na demokrasia kuhakikisha yanafuata taratibu sahihi za kupata taarifa kabla ya kutoa ripoti. Nikinukuu tena, serikali ipo tayari wakati wote kushirikiana na taasisi na wadau wanaotafuta taarifa za kweli kuhusu hali ya haki za binadamu na demokrasia nchini. Tunashauri mashirika kama Human Rights Watch na mengineyo yahakikishe yanawasiliana na mamlaka husika kabla ya kuandaa au kuchapisha taarifa zinazohusu Tanzania, ilisema taarifa hiyo ya Msigwa. Aliongeza kuwa ni muhimu kwa wadau wote kushirikiana kwa karibu na serikali ili kuepusha upotoshaji ambao unaweza kudhoofisha heshima na sifa ya Tanzania kimataifa. Kwa mujibu wa msemaji mkuu wa serikali, Tanzania itaendelea kuimarisha misingi ya kidemokrasia na haitoogopa kushirikiana na wadau wote wa kitaifa na kimataifa katika kuhakikisha haki za raia zinalindwa na kuheshimiwa. Serikali imesisitiza kuwa ipo tayari kupokea maoni, ushauri na taarifa kutoka kwa wadau mbalimbali ili kuimarisha zaidi taswira chanya ya taifa na kuhakikisha wananchi wote wanashiriki kikamilifu katika maendeleo ya nchi yao. PMTV Habari, mimi naitwa Jumaidi Bangla.